Kila mmoja atoka akatumike vizuri. Kila mmoja akatumike vizuri. Maaskari wetu mkatumike vizuri. Mko hapa mnatulinda vizuri, mkatumike vizuri. Mlinde nchi vizuri na mipaka yake na watu wake, na kazi yenu ni kulinda watu wa Mungu, watu wenu ambao ni wazazi wenu na ndugu zenu. Mfanye kazi nzuri. Viongozi wa vyama msilete fujo. Mfanye kazi vizuri. Muwe vyombo vya Mungu, watu wa Mungu. Tunataka hicho. Sisi Tanzania tunataka amani, tunataka haki, tunataka usawa, tunataka upendo, tunataka umoja. Wala chokochoko hizi zinazosikika juu ya muungano sijui nini sijui zinatoka wapi? Hebu tujirudi. Hawa wazee tunao kuja hapa, kama tumesafiri huko tumekuja Chato hapa, basi nafikiri tumekuja kweli kujifunza. Tumekuja kujipanga, nimesema hivyo, kujipanga kuishi vizuri kama watoto watukuka wa Tanzania. Na hapa ni hapa. Yaani mwenda tezi na homo marejoni Ngamani. Hapa ndipo Ngamani. Sisi ni wa Tanzania tu. Utaenda wapi utarudi hapa. Mimi huwa nashangaa sana. Labda kama hujawahi kuishi nchi za nje. Lakini mtu yoyote aliyeishi nchi za nje atajua kwamba kwao ni Tanzania. Hutasahau Tanzania. Na mimi nimeishi huko miaka mingi, najua. Hakuna nchi itakayokuwa mbadala wa nchi yako. Sisi ni hapa. Mungu alitutenga hapa kama wa Tanzania. Kwetu ni hapa. Na atatukuta hapa na tuokolea hapa hapa. Hakuna mbadala. Tukivuruga amani sijui na nini hatutapata mahali pengine. Tutaenda tu kama wakimbizi. Tutaenda tusijie kama watu gani. Na ukienda kule nchi nyingine, kwanza tunafika hata lugha hujui. Nakumbuka shida nilizozipata mara ya kwanza nilipofika Italia, zile wiki za kwanza sijajua Kiitaliano. Neno la kwanza nililojifunza la Kiitaliano ni kwenye ndege. Nilipopanda ile ndege Ethiopian Airlines, nikaona neno pale limeandikwa vietato fumare. Yaani inazuiliwa usivute sigara. Ndio nilikuwa najiuliza, hivi hii ni lugha gani? Unafika pale unataka hata yani vitu vidogo uwezi. Lakini kuna taratibu, nchi zilizoendelea zina taratibu zao. Uwezi kukurupuka tu hata kununua kitu mpaka uwe na document. Uwezi kuamka tunaenda dukani, kwanza lugha ujue, lakini hata kununua tu mpaka uwe na document. Hebu tufurahie nchi yetu. Tujione kama Watanzania. Tunapowasifu hawa wazee wetu, basi sisi tuliopo sasa tujipange vizuri na tujiunde vizuri. Wapendwa ndugu zangu, nimalizie kwa kusema kwamba iwapo tumekuja hapa Chato kwa ajili ya kumuenzi Rais John Pombe Magufuli, ambaye Mwenyezi Mungu amemuita kama mtoto mtukuka wa nchi yetu, akatuacha katika masikitiko na simanzi, lakini akatuachia kazi nzuri, utitili wa kazi nzuri ambazo tunatembea tunalinga kama Watanzania, basi tujifunze kuwa wamoja, kupendana, kuheshimiana na kulindana na kuthaminiana. Leo kumbukumbu hii itufanye tutambue kwamba maisha yetu yanatutaka tuache alama nzuri duniani na Tanzania, kazi nzuri za ushuhuda wa maisha yetu yaliyo mazuri, yanayopambwa na kazi nzuri kama hizi za Rais Magufuli. Kila mmoja, kila Mtanzania pale tulipo, kila mmoja ashushe ndoo mahali alipo, achote maji mazuri. Fanye kazi nzuri. Kila ofisi ni ya muhimu. Kila mtu ni wa muhimu. Hata kama unafanya biashara, una meza yako, una nini, wewe ni wa muhimu. Chapa kazi kama Mtanzania. Rais Magufuli alipenda tuchape kazi. Tuchape kazi nzuri. Tunajifunza pia kwamba Mungu alituumba bila sisi kuwepo, lakini hata tukomboa bila sisi kuwepo. Walatini wanasema kikiri havi tetesinete noni saruvavi tetesinete. Aliyekuumba wewe bila wewe kuwepo wala kutaka, hata kuokoa wewe bila wewe kuwepo wala kutaka. Kazi nzuri zilizofanywa na Magufuli ni jitihada ya ukombozi. Ukombozi pia unapatikana katika kazi nzuri. Ukombozi wa Watanzania unapatikana katika maisha mazuri. Ukiishi vibaya, hata moto unauanzia hapa hapa duniani. Lakini ukiishi vizuri, mbingu unaianzia hapa hapa duniani. Mbingu imeshikamanishwa na, yani ni siri tu. Mpaka mimi wanasema, nafundisha kwamba mpaka kati ya kilicho kizuri na kitu kibaya, au hata kati ya mbingu ni kama makucha, ni kama makali ya wembe. Mbingu inaanzia duniani ndugu zangu. Huwezi kurukia mbinguni kama umetoka mbaya hapa.